Hujambo, muda mchache kutoka Joy TV, kikosi kazi kizima cha maisha ya mtaani, na leo nipo hapa kwenye set ya video mpya ya Omalicha kutoka kwa DK, na hapa niko na Vixen ambaye atatueleza mambo machache kuhusu hii video ambayo itashutiwa leo. Hujambo? Jambo. Sawa. Sana kabisa. Unaweza kutuambia jina lako na nafasi yako kwenye video hii ya Omalicha? Ndio, kwa majina naitwa Lady Smoke au Kifunza Today. Okay. Mimi ni Hisima wa video hii ya Omalicha. Okay. Unaweza kutueleza kwa nini ulichagua kwa hii video? Ndio, mimi bado nikasema bado ndo najitafuta. Okay. Kwa hiyo kuwa kwenye video kama na hii hapa, na unajua hapa ni msanii mkubwa hapa kwetu camp. Nafasi moja kubwa sana ya kupiga hatua nyingine. Ndio. Okay. Umependezwa na sehemu gani zaidi ya shooting ya leo? Pendezwa. Kwenye swala kupendezwa, mimi nikasema sijaona sehemu ambayo itanipendeza sana. Bado? Tunapangiliwa na director special director. Ndio tutakupanga wewe unapendezwa kuwa hapa. Sasa ikitokea nimefanya kazi kwenye nafasi yangu ndio nitasema yes. Hapo nafasi yangu nilikaa kabisa. Jamaa alinipatia. Okay. Hii ni mara yako ya kwanza ama ndo mara ngapi ya kufanya kazi kama hizi? Sio mara ya kwanza. Mbako, yani kwenye video yako ya kwanza ilikuwa video gani? Yangu ya kwanza ilikuwa ni video star na Dozu. Ilikuwa kama nani? Ilikuwa kama Vincent. Kwenye style gani? Ni style ya yani jamaa alikuwa ni mfalme kama vile wale watumishi. Okay. Na umefurahia kufanya kazi ya Vixen? Ndio, of course, kwa hiyo. Hiyo hapo ni moja kati ya ndoto zangu. Hiyo ni moja kati ya ndoto zangu. Mimi nataka sana kuwa farmers. Okay. Ni scene gani ambayo ulipendeza zaidi kushoot na kwa nini? Shoot na yeye jamaa au hapa? Sema yoyote tu, ni scene gani yenyewe ulipendeza zaidi kushoot na kwa nini? Kwa sababu umesema sio mara ya kwanza. Yaani kuna video ambazo sawahi kuwa kama Vixen alafu ukapenda sehemu ambayo umekuweka. Ni sehemu gani hiyo? Ni sehemu ambayo nilipendeleaga sana. Ndio. Ilikuwa ni sehemu ile kama mgeni mwalikwa. Kuna video fulani tuliweza kushuti na madogo fulani hivi la mimi siwafahamu sana kivile. Yaani ilikuwa kama mgeni mwalikwa, ni ndio tulikuwa tunaingia kwenye harusi. Ilikuwa ni ndoa ya mbonyo, ni ndoa. Ndoa? Ndoa. Tulikuwa tunaingia kwenye harusi. So nani mwalimba wa muziki? Muziki wanapo kama Wagwan Nation. Okay. Jamaa fulani wawili. Okay, uliposikia wimbo wa Omalicha mara ya kwanza ulijisikiaje? I see. You feel good? Kabisa ni feel good. Like how do you understand your Omalicha? Unaelewa kivipi? Unaelewa kivipi? Ni mapenzi ama ni nini? Maana sasa mwenyewe sijui inamaanisha nini. Ndio, Omalicha ni kama mapenzi, yaani mimi naweza kusema ni kama feelings. Yaani kama una feeling. Ni lugha gani? Omalicha. Lugha gani? Maybe nahisi hiyo ni yaani ni accent ya Nigeria. Accent ya Nigeria. Yes. So Kibembe. Nigeria ndio wana tabia sana kutumia hiyo Omalicha. Yaani kipi ni Nigeria. Kwa nini nadhani mashabiki wataipenda hii video ya Omalicha? Unajua mtu yaani kazi yenyewe kwanza ni ya mtu mkubwa. Ndio. Lazima uipende. Kama umependa audio lazima na video uipende. Okay. Kwa mtazamo wako Omalicha inazungumzia nini? Inazungumzia nini? Na kwa video ambayo mnaiandaa itakuwa na story gani kwa watu ambao wataitazama? Omalicha sijafuatilia sana. Okay. Kwa sababu nishasikia kidogo tu. Nikasema inazungumzia sana swala kama mapenzi. Yes. Okay. Kwa mtazamo wangu mimi watu watakao yaani ambao watakaoitazama wataipenda sana. Wewe kama Vixen ukiwa pale utahisi watu wataipenda hii video. Lazima. Okay, mashabiki wengi hawaoni glamour lakini hawajui reality. Ni kitu gani ungependa watu waelewe kuhusu kazi ya Vixen? Ndio. Kitu kingine nitakachowaambia ni kwamba kwa Vixen utafikiri kwamba eti ndio uko nyuma sana na mambo mengine. Kila kitu kina nafasi yake. Ndio. Hatuwezi tukawa wasanii wote au hatuwezi tukawa wote ma Vixen. Ndio. Unapitia changamoto gani kwa Vixen? Changamoto ziko nyingi sana.
Unaweza kutambia baadhi kama vile sio hapa kwetu, kutokana na situation hapa kwetu ya maybe unaweza kukaa yani video inatakiwa sijui ukae kama kifua wazi fulani hivi unakuwa umetoa nguo. Tunajua mtaani kwetu tunajua maadili bado ni mengi sana hapa mtaani kwetu. So wanakuwa nakwambia bro usifanye bro sasa kifua wazi sijui nini, maneno yanakuwa mengi, changamoto moja wapo. Na nyingine ni kwamba kwa changamoto nyingine ukuta wale yani wale watu ambao waelewi kazi tunayoifanya. Ndio. Wanakuwa wanakuta sijui wanakuta chawa vile. Yaani hawaelewi wanachokifanya nini. Yaani hawaelewi. Wanahisi kama maybe labda wewe unajipeleka kwa msanii au unajipeleka kwa wale watu. Wanashindwa kuelewa kama wewe na wewe pia una umuhimu wako kwenye ile video, ndio kwa maana msanii alikupigia simu akakuta. Sasa ni mafanikio gani unayaona kwenye Vixen? Mafanikio mojawapo naweza kusema ni kwamba leo nitafanya kazi na Diko. Ndio takuja msanii mkubwa kama maybe nikasema sijui Diamond. Kwa hiyo ndio msanii naweza kusema msanii mkubwa hapa kwa Tanzania. Ukipata fursa kuwa Vixen kwenye video za Diamond utajisikiaje? Naweza nikamwambia watu mimi ndio nimeanza kuvua sasa maisha yangu, yani nimeanza kufikia malengo. Ila hapa bado tunajitafuta. Ila katokea siku Diamond sijui Alikiba sijui msanii yote platform yoyote ile akanicheki kwenye nani yangu. Mambo vipi kama kawa? Niona interview yako afu nikuona kwenye video fulani. Nilipenda sana staili yako. Nilikuwa nakuhitaji. Mara ya kwanza kufanya video yako ya kwanza kwa Vixen, ulijisikiaje? Nilikuwa nakosa confidence fulani hivi. Confidence ilikuwa haipo. But nilikuja kuzoea tatu kwa sasa hivi. Uko sawa. Ile confidence imetoka. Kabisa sasa hivi naweza kufanya video yote ile. Bila kuogopa, yani bila kufia kitu chochote kile. Hata wakwambie vongo zote kifua wazi. Utasikia hivyo yote. Mimi sina doa sijui nikionyesha hapa na kovu. Yaani hauna kovu yote. Ni mtu ambaye na mwili wa kuvutia na mvuto kifua. Ndio vizuri. Leo hapa tulikuwa na ambaye Vixen alitueleza mambo mengi kuhusu hii video ya Mauricio, na stay tuned ili upate taarifa mbalimbali kutoka wengine ambao tutawaoji. Asante sana.